Sisi tunaotumia tiba za asili kwa asilimia 100 tunatumia hizi tiba za asili. Kuna kitu kimoja ambacho ni muhimu sana pale ambapo tunatibia kwa ajili ya vifaranga, kuku wakubwa. Hiki hapa, kitunguu saumu. Kitunguu saumu kina umuhimu mkubwa sana pale ambapo unakuwa unatumia tiba za asili kwa ajili ya kuku wako. Kwa hiyo tutakuja kuona, na kitu kimoja kwa haraka sana ambacho nikwambie, kama umejiunga na makundi yetu ya KingoFarm au na vitabu vyetu vya KingoFarm, tumeweka michanganyo ya magonjwa mengi sana. Utakuja kugundua kitu kimoja kwamba karibia kila mchanganyo wa tiba za asili huwaga unakuwaga na kitunguu saumu. Sasa nataka nikwambie pia kwa nini huwa tunafanya hivyo. Kila mchanganyo wa tiba za asili unapokuwa unawachanganyia kuku wako, lazima uweke kitunguu saumu. Lakini tu nikukumbushe kwamba unaweza ukajiunga na kundi la KingoFarm. Ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Humo utaona jinsi ambavyo sisi hapa tunawalea kuku tokea wakiwa wadogo mpaka wakubwa. Tunatoa mafunzo ya ufugaji wa kuku kwa ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Lakini pia tunavyo vitabu mbalimbali kama hivi ambavyo unaviona hapo. Hivi vitabu vyote vinatoa elimu ya ufugaji kama vile kutengeneza chakula, kuwalea vifaranga tokea wadogo mpaka wakubwa, kuwatengenezea chanjo hizi za asili na chanjo za dukani, jinsi ya kuwapa, lakini pia jinsi ya kutengeneza tiba mbalimbali, jinsi ya kuwapa booster za asili mbalimbali ili kuku wako wanenepe au watage vizuri zaidi. Kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tunatengeneza incubator zenye ubora wa hali ya juu sana. Kwa mfano hiyo incubator ambayo unaiona hapo ni ya mayai 60. Unakuwa unatumia wewe mwenyewe kwa ajili ya kutotolesha vifaranga, na hiyo incubator inauzwa 3,500. Hiyo ndio gharama yake. Ufanisi wake ni ufanisi wa hali ya juu sana, na tunaagiza sehemu yoyote ile mkoani ukihitaji kutumiwa. Mfano hapo unaona hiyo incubator tulikuwa tunaipeleka Mbeya huko, Songwe, kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo tunafikisha mahali popote pale ambapo unahitaji kutumiwa hiyo incubator. Wasiliana na sisi ili uweze kupata hizo incubator kama unazihitaji. Na kama huna bajeti ya kununua incubator, basi kuna mafunzo ya hii incubator ya box hapa. Tutakuelekeza jinsi ya kutengeneza hii incubator ya box ambayo unatumia balbu hili la kawaida kabisa kwa ajili ya kutotolesha vifaranga, na inafanya kazi vizuri kabisa. Sisi pia hapa tunaitumia hiyo incubator. Kwa hiyo mafunzo ya hiyo incubator ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia shilingi 10,000 tunakuelekeza kwa vitendo, yani tutakutumia video pamoja na kitabu ambacho kinaelekeza. Sasa tukirudi kwenye somo letu la leo hii, umuhimu wa kitunguu saumu. Kwanza kabisa, kitunguu saumu huwa kinaruhusu tiba fulani kufanya kazi vizuri. Yani kama vile kitaalamu naweza nikasemeje, inaongeza rate of reaction, yani ufanisi wa tiba ambayo unawapa kuku fulani iweze kufanya kwa asilimia kubwa, iweze kufanikiwa vizuri zaidi. Mfano, kuku wako labda wameumwa mafua, unapata tiba ya asili ya mafua, labda ni tangawizi, majani ya mbaazi, aloe vera. Hizo ndio tiba. Lakini utakuta tunakuja kuongeza kitunguu saumu. Waga ninasemaga mara nyingi sana, weka kitunguu saumu kimoja kizima kwenye tiba, au labda tiba ya muharo mwekundu. Kuku wako labda wanahara damu, lazima utakuta mle kuna kitunguu saumu. Kwa hiyo hiki kazi yake kubwa, waga tunakitumia kwenye mazingira kama hayo kwa ajili ya kuifanya ile tiba ambayo tunawapa ifanye kazi vizuri zaidi. Hii ina maana gani? Kwa mfano, ukiona tiba yako haifanyi kazi vizuri, unaweza ukaongeza kiasi cha kitunguu saumu. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza ambalo unaweza ukatumia kitunguu saumu kwa kuku wako. Na eneo la pili la kutumia hiki kitunguu saumu kwa kuku wako ni kama kinga ya magonjwa. Hii ina kinga dhidi ya magonjwa yale yote ambayo yanasababishwa na bakteria, lakini pia na virusi. Japo unashauriwa tumia pia chanjo za viwandani pale unapokuwa unatumia hiki kitunguu saumu, manake kwenye kukinga haya magonjwa ya virusi mara nyingi sana waga tunatumiaga majani ya aloe vera. Sambamba na hiyo, hiki kitunguu saumu pia waga kinaimarisha kinga. Kwa hiyo ni muhimu sana kutumia kwa ajili ya vifaranga pale
kama wewe unalea vifaranga, unawapa kwa mfano ukijiunga na kundi letu, kuna tiba waga tunawatengenezeaga vifaranga wakiwa wadogo tokea ile siku ya pili. Utakuta mle tunawekaga pia na kitunguu saumu. Ile tiba ambayo waga tunawapaga au mchanganyo, niite kwa urahisi mchanganyo, manake sio kwamba vifaranga wanaumwa, ila ile pale waga inawakinga vifaranga, kuwaongezea kinga, inawaboosti pia wawe na uzito mkubwa, wafikie uzito mkubwa ndani ya muda mfupi. Lakini pia ule mchanganyo waga unakuwaga kwa ajili ya kuwakinga na mafua vifaranga siku ya 3 ya 4 wasipate mafua. Kwa hiyo unaweza ukaona waga tunaweka kitunguu saumu kwa wingi ili kuweza kuwakinga vifaranga. Vifaranga wakiwa wadogo waga wanakuwaga ni dhaifu sana kwenye upande wa magonjwa, yani wanakuwa na kinga ndogo, ndio maana tunatumia sana. Lakini pia ukisaga hiki kitunguu saumu, ukakisaga vizuri, kwa mfano labda ukasaga vitunguu saumu vizima 5, ukavibrendi, ukachanganyia kwenye maji, kama kuna utitiri kwenye banda lako, ukaweka kwenye bomba yale maji, ukachuja, ukaweka kwenye bomba, ukapulizia, basi huwaga inaondoa utitiri kwa ajili ya kuku wako. Na kuku wenye utitiri utawaona tu mara nyingi sana, utakuta wanajikuna, wanaogelea kwenye vumbi, ujue kabisa hao kuku wanakuwa wana utitiri. Kwa hiyo unaweza ukaitumia hii hapa kama vile dawa ya kufukuza utitiri shambani kwako. Lakini pia hiki kitunguu saumu huwaga kinarahisisha mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo inatumika kama booster. Kama kitu kinarahisisha mmeng'enyo wa chakula, hiyo inakuwa ni booster, kwa sababu itawafanya kuku wako waweze kumeng'enya chakula kwa asilimia kubwa. Inaboresha hamu ya kula, lakini pia hupunguza matatizo ya minyoo, japo sio kwa kiwango kikubwa, inapunguza, sio kwa kiwango kikubwa. Matumaini yangu umejifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na kitunguu saumu, na hapa shambani tunakitumia. Kwa ujumla, kila tiba ya asili unayotengeneza ninakushauri weka na hiki kitunguu saumu. Lakini bila ya kusahau, unaweza ukablend kitunguu saumu peke yake ukawapa kuku wako wakanywa, kitakuwa na manufaa sana kwa kuku wako. Na kuku wa aina zote tunatumia, wao wa kienyeji, wa kisasa, kuku yoyote yule tunatumia. Na kukaribisha sana ujiunge na familia ya KingoFarm. Tupigie simu pale ambapo unakuwa unataka kujiunga na kundi. Lakini pia kama unahitaji huduma za kitabu, unahitaji incubator, unahitaji mafunzo ya incubator, namba yetu ya simu hiyo hapo, unatupigia au unatutumia message WhatsApp, tunawasiliana.